am a judge in my country. I even have immunity. I am not a criminal. I have a diplomatic passport. Katika ulimwengu wa haki ambapo rungu la mahakama hutumiwa kuhakikisha usawa, mara nyingine wale walioshikilia hujikuta wakikabiliwa na mkono wa sheria. Hali kama hiyo imemkumba jaji wa mahakama kuu ya Uganda, Lydia Mugambe, ambaye Alhamisi iliyopita alitiwa hatiani na mahakama ya Uingereza kwa kosa la utumwa wa kisasa na ajira ya kulazimishwa. Uamuzi huo umeibua mjadala mkali, wengine wakimuona jaji huyo kama mkosaji, huku wengine wakidai kuwa alinaswa katika mtego wa hila ya ushawishi. Madai dhidi yake yanahusu kumtumikisha mfanyakazi wa nyumbani bila malipo, mfanyakazi ambaye amekuwa akiishi naye kwa muda mrefu nchini Uganda, ambaye alimgharamia safari ya kwenda naye Uingereza. Serikali ya Uganda inayoongozwa na Rais Yoweri Museveni imeahidi kumuunga mkono na kumsaidia Mugambe, huku Wizara ya Mambo ya Nje ikithibitisha kuwa amepatiwa msaada wote wa kisheria unaohitajika. Katibu mkuu wa wizara hiyo, Vincent Bagire, amesema kuwa ingawa kesi hiyo ni ya jinai, serikali itapima hatua zinazostahili kuchukuliwa wakati akisubiri hukumu yake inayotarajiwa kutolewa Mei 2 mwaka 2025. Serikali imesimama naye katika hatua zote za kesi hii kuhakikisha kuwa ana uwakilishi wa kisheria. Hata hivyo, ni muhimu kuheshimu taratibu za kimahakama, Bagire alisema. Mugambe mwenye umri wa miaka 49 ambaye ana shahada ya udaktari kutoka chuo kikuu cha Oxford alitiwa hatiani kwa makosa ya kusaidia safari haramu kwenda Uingereza, kumtumikisha mtu bila malipo na kula njama ya kumtisha shahidi. Hata hivyo, baadhi ya watu wanaamini kwa kesi hii ni tata zaidi ya inavyoonekana. Katika kiini cha suala hili yupo mfanyakazi wa nyumbani, kijana anayejulikana kama Aida, ambaye inasemekana kuwa alikuwa akiishi na familia ya Mugambe kwa miaka mingi. Vyanzo vinadai kuwa Aida ni ndugu wa jaji huyo ambaye alimsaidia kifedha alipokuwa Uganda. Hata hivyo, baada ya kufika Uingereza, Aida anadaiwa kuwasiliana na watu waliomshawishi kuripoti kesi hiyo polisi, huenda kama njia ya kupata hadhi ya ukazi wa kudumu nchini humo. Kwa mujibu wa sheria za Uingereza, waathiriwa wa usafirishaji haramu au unyonyaji hupata ulinzi dhidi ya kufukuzwa nchini. Hii inazua maswali kuhusu iwapo shutuma hizo zilitokana na unyanyasaji wa kweli au zilichochewa na tamaa ya kubadilisha hali ya uhamiaji. I have a diplomatic passport. And then we'll need to speak to the embassy if you are a diplomat. I came here as a student. I don't need to work for me. I didn't come with her. She asked me because she has worked at my home before. She asked me. Mmoja wa wanafamilia wa Mugambe alihoji madai hayo, akisema inawezekanaje mtu aliyekuwa na uhuru wa kutembea, uwezo wa kuwasiliana na uhuru wa kufanya maamuzi aitwe mtumwa? Kama kweli alinyanyaswa, kwa nini aliendelea kufanya kazi kwa muda mrefu bila kutoa malalamiko? Licha ya maswali haya kuendelea kusalia bila majibu, mahakama ya Oxford Crown ilimpata Mugambe na hatia. Wakati tarehe ya hukumu yake ikikaribia, mjadala unaendelea. Je, Jaji Mugambe alikuwa mhalifu wa utumwa wa kisasa au naye pia alikuwa mwathirika wa hila na ushawishi? Kwa mujibu wa wasifu wake katika tovuti ya Umoja wa Mataifa, Mugambe aliteuliwa katika orodha ya majaji wa chombo hicho mnamo Mei mwaka 2023, miezi mitatu baada ya polisi kuitwa nyumbani kwake huko Oxfordshire. Hukumu yake inatarajiwa kutolewa rasmi tarehe 2 Mei mwaka 2025. Clever vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi Unafeli wapi Mashaka? Yaani, hadi leo unategemea kilimo cha mvua rafiki yangu? Mimi hapa nilipo, naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu. Watumishi wazembe na waona, nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani, na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani, serikali ya awamu ya 6 haina deni. Wewe jitahidi, fanya maombi, lipia uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uendeshaji ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjaruka lini Mashaka wewe? Nishati ni maendeleo. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.